Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwanazbilioni Rayvanny ameenda mpaka nyumbani kwao Mbeya, ikiwa ni sehemu mojawapo ya kurudisha kidogo anachokipata kwa watu wenye uhitaji zaidi. Ameweza kushare pamoja na sisi video ambayo unaitazama, ambayo inaonesha mwanzo mwisho namna ambavyo tukio zima liliweza kufanyika. Na mimi kazi yangu ni kuwa na kuweka karibia na update ambazo nakuwa nimezipokea. Baada ya kuweza kuipokea hii, naomba pia niweze kuiweka karibu na wewe uweze kuona namna ambavyo aliweza kujumuika na watu wa Mbeya. Niwape pole watoto na wazazi ambao ni wauguzi pia, ikiwa pamoja na madaktari wetu ambao wanawahudumia. Asante sana Rayvanny. Nimefurahi kwanza mimi ninapoona hivi niko na watoto naona tafsiri kabisa kwamba hamna kitu ambacho kinashinda upendo. Mama ni mtu pekee ambaye hawezi kukatia changamoto zake hata kama mimi niwatie moyo. Unaweza kuona kupata changamoto za malezi, kupata changamoto za watu labda kusaidia, lakini ile nia yako ya dhati kwamba huyu ni mwanangu na unapigania, hicho peke yake tu Mungu anakiona na anakuja mwanangu. Unaposema upendo wa mama, ukiona hapa inakuwa ina reflection kabisa na upendo wa Samia. Ni mama, rais ni mama, kwa mama hawezi kukatia tamaa watoto wake. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais pia anawaona, na ambapo tunakuja kuwatembelea pia anaona nini ambacho kinafanyika. Kwa hiyo kama kuna mahitaji au kuna chochote ambacho kinafanyika, yuko pale kwa ajili ya kuweza kuona kitu kinakasa. Kwa kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, na sisi tukaona tuwe sehemu ya kutoa faraja kwa watoto wetu ambao wanapitia mazingira hayo ya kuwa na uhitaji wa baadhi ya mahitaji yao. Na maadhimisho hayo yanaadhimishwa na Sauti ya Mwanamke, lakini chini ya udhamini mkubwa kabisa wa Tulia Trust, taasisi kubwa kabisa. Lakini mkurugenzi wake taasisi hii ni Dr. Tulia Ackson, mbunge wa Mbeya mjini, lakini spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Na kwa sababu pia ni mwanamke, na sisi tukaita hii Sauti ya Mwanamke, tuendelee kupaza sauti kama maeneo kama haya tuweze kufikia wanawake wenzetu wenye mahitaji. Bana, hivyo ndivyo ambavyo mambo yalikuwa, na mimi nitaendelea kukuweka karibia na update zingine ambazo zitakuwa zimenifikia. Usisite na wewe mwanazbilioni kuacha maoni yako juu ya tukio hili ambalo Rayvanny amelifanya. Bana, tumefika nyumbani kwa mzazi wa Tajiri Chui, lakini kubwa ambalo limetuleta hapa kwa siku ya leo, ikiwa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupo hapa kwa ajili ya kuweza kwa ajili ya iftar ambayo imeandaliwa na Tajiri Chui kwa siku hii hapa leo. Lengo ni kuweza kushiriki pamoja katika zoezi zima la iftar jioni hii ya leo. Tupo na mama, lakini pia
Harmorapa yeye yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba hili zoezi linakamilika na kila kitu kinakuwa kimekaa sawa. Hamo, mambo vipi? I'm good, God bless. Uko fresh? Yeah, Mungu anasaidia inshallah. Sasa sema hii mikono she inabidi uiweke vizuri kidogo. Tukae vizuri kidogo. Niambie. Let's go continue, sir. Umetikia wito ambao umeupokea kutoka kwa Tajiri Chui. Nani ambaye alikupa huu mwaliko? Tuanzie hapo. Ni mama ama ni Tajiri Chui mwenyewe? All family of Tajiri Chui. So Hamo ni moja pia kati ya wanafamilia wa Tajiri Chui? Me? Yeah. As a friend. Rafiki. It's not a family. Sawa, unazungumziaje tukio ambalo limetukutanisha jioni ya leo hapa kwa hiki ambacho amekifanya mwanafamilia Tajiri Chui? It's better, yani ni vizuri kwa sababu jambo la kwanza ni jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu, so kwa hiyo ni kitu kizuri kabisa. Kwenye hilo ni kitu kizuri. So kajitahidi, kamkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu binadamu yoyote ambaye ajue au hakuna binadamu ambaye asiyejua kwamba kuna Mungu. Unajua tunafanya yote 9-10 yote yani mazuri mabaya, lakini unajua kuna Mungu. Ndio tunadai lazima ujue kuna Mungu na lazima umrudie Mungu, na wakati wote waga tunakaa na kuomba, tunapiga goti kumwomba Mungu ili aweze kutupa uhai mrefu, kutupa pumzi, kutupa afya na kutupa kila kitu ambacho kinahitajika kwa binadamu. Hujaogopa? Maana katikati hapa kuna mengi ambayo yametokea yanayomhusu Tajiri Chui kama Tajiri Chui. So kwa nini kamuita Harmorapa aje huko, aje kwenye iftari, na katikati hapa kuna mabalaa mengi sana ambayo yametokea kimhusu yeye? Hujaogopa chochote? Wenda akakutanguliza kama nani sasa? Mama anaona kwa gari ataka akaona hili ni Santa au akaona ni nini? Jenesa. Kwa hiyo mimi bwana, yani in short kama nikwambia uliponiambia tu sijui familia sijui nini. Yani mimi nikaa sija kuitikia kwa sababu mimi sio familia, kwa sababu cha kwanza kabisa yani wewe mwenyewe unaelewa, yani nakuwa kama simuelewi ni gani kutokana na mikikasi yake. Sijui umeelewa? Hata kuja sio kwamba eti nimekuja tu kwa sababu unajua ni Muislamu. Wewe nikaona mtu anapokualika kwamba njoo futuru, lakini nimekula kwa mashaka. Unaona? Nimekula kwa mashaka kwa sababu unakuta hapa tumekutana na kuku huyo. Yaani kuku bwana hajakatwa vipande, yani kwamba hii hapa hii ili likongosho sijui mpaja sijui unajua zile. Hata utumbo umekaa pembeni wala kichwa wala macho. Kwaona kuta kuku mzima hivi full, wewe unaweza kumla kuku kama unajua kabisa hawa si mambo yao yale. Alafu usiku unashangaa kumbe umekula bundi. Haya umekula hata vidole vya watu hivi. Sio unajua wanga. Kwa hiyo hata mimi yani nilikuwa nimefanya tu kachani. Alafu ni mzumu tu hivi. Kwanza nataka hata nilitupe huko lisani lenyewe. Wewe kuku gani hajapasuliwa wewe uko na hapo ushakula? Nimemuona huyo kuku, lakini na nikasema tamuuliza Harmorapa baadaye kwamba sawa kamuona lakini kamchukua kamla. Sababu tu alikuwa analazimisha. Kama onja tu, kama sunna, kama baraka. Unajua ile Uislamu kuna kitu inaitwa sunna, afu ndio ushafika kwenye eneo la tukio kuja kufuturu. Kwa hiyo sasa kwenye tumbo nyenye nasikia linaunguruma sijui kwa ajili hiyo wanangu. Unaweza kukuta tumekula mikono ya watu. Wewe unajuaga Tajiri Chui. Wewe ina maana umwamini kabisa mama, maana mama ni mtu wa swala 5 hapa. Si nani imetoka kwa tajiri mwanae? Nani simetoka kwa tajiri? Sasa kama ni tajiri imetoka kwa tajiri. Kama imetoka kwa Tajiri Chui na Tajiri Chui, nasi unajua kabisa sifa yake. Azimomo Winzadi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HB TV.